Tumsifu Yesu Kristo. Kwa wakati huu nataka nikupe vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia ewe mwanandoa na wewe ambaye unatamani kuingia katika ndoa. Vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia ndoa yako ikastawi. Ndoa yako ikastawi. Kitu cha kwanza kabisa, wanandoa wanapaswa kuwa ni watu wa ibada. Wanapaswa kumshirikisha Mungu katika mapito katika maisha yao ya ndoa. Hicho kitakusaidia sana ndoa yako kuimarika. Lakini kitu kingine cha pili kinachoweza kukusaidia ili ndoa yako ikaimarika na ikastawi na ikawa ni ya mfano, cha pili ni upendo. Mwanaume anapaswa aonyeshe upendo. Mwanaume akionyesha upendo kwa mke wake atamjali na atamsamini. Lakini kwa mwanamke vile vile anapaswa kuonyesha utiifu. Mwanamke katika ndoa anapaswa kuonyesha utiifu. Mwanaume akionyesha upendo, mwanamke kaonyesha utiifu. Huo ni mwanzo wa ndoa kustawi. Lakini kingine cha tatu, ili ndoa yako iweze kustawi, wanandoa wanapaswa kuwa wavumilivu wanapopita katika hali ngumu, wanapopita katika hali nzuri, ziwe ni za magonjwa, ziwe ni za changamoto mbalimbali. Mwanandoa na wewe unayetamani kuingia katika ndoa, hakikisha hali ya uvumilivu ni kitu cha kwanza kabisa, Lakini kingine cha nne, wanandoa wanapaswa kuwa waaminifu katika ndoa zao. Wanapaswa kuwa waaminifu. Ni vitu ambavyo vinajenga sana ndoa. Ndoa inakuwa na uzito, na ndoa inakuwa na heshima, na ndoa inakuwa na mvuto. Inakuwa na mvuto. Uaminifu inakuwa na mvuto. Wewe unayenisikiliza ambaye ni mwanandoa na unayetamani kuingia katika ndoa, hivi vitu ambavyo nimekupa katika siku ya leo, naitwa Katekista Mathayo Katolile, ni vitu ambavyo vinaweza vikakujenga na vikakuimarisha. Unapoingia katika ndoa uvitambue. Na vipo vingi, lakini leo nikaona ni afadhali basi nikujulishe kwa hayo ili Mungu akusaidie sana.